uso wako kaburini, waniona nitajificha wapi? Kuzimuni, kuzimuni waniona, ardhini waniona. Lakini pia tunatiwa moyo ya kwamba uwepo wa Mungu uko pamoja nasi. Tunatiwa moyo kwa kukumbushwa tabia za Mwenyezi Mungu katika jumbe hizi. Lakini mwisho katika kutafakari jumbe hizi, tunaona ujumbe pia ya kwamba Mungu anajua mbele yetu. Anatutia moyo jambo hili jipya litakalofanyika, na kutiwa moyo huku ni kwa siku zijazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku zijazo ambazo sisi hatuzijui. Siku zijazo ambazo sisi hatuna habari nazo, lakini mwenye habari ako nazo. Mbele yetu anajua, lakini sisi tunajua kuna mbele. Lakini yeye anajua kilicho mbele yetu. Na pia tunakumbushwa jinsi tabia za Mungu zilivyo, ya kwamba yeye ni mkombozi. Yeye ana uwezo wa kuokoa. Yeye anaweza kukomboa. Lakini pia tukumbushwa hajaweza kutusahau sisi. Ndiposa linatajwa anatujua kwa jina. Na tena anasema sisi tu watu wake. Na pia tunakumbushwa uhusiano wa Mungu na mwanadamu, ya kwamba je, si mimi niliyekuhuluku? Je, si mimi niliyekuita? Je, si mimi niko pamoja nanyi? Twakumbushwa uhusiano wetu wa Mungu na sisi. Twakumbushwa nguvu alizo nazo. Twakumbushwa uwezo alio nao ni juu ya mambo yote. Ana uwezo wa mambo yote. Na katika yote yeye ni Mungu. Na mwisho twakumbushwa ya kwamba hakuna Mungu mwingine ila yeye pekee. Kando yake, mbele yake, kabla ya yeye, mbele yake hakuna mwingine ila ni Mungu pekee. Bila shaka ni mawazo ambayo alikuwa anawapa kuwakumbusha ya kwamba walitoka Misri kulipokuwa kunaabudiwa miungu mingi. Lakini anawakumbusha mlioyaona msiyatafakari, ya kwamba mlikuwa na kuona miungu mingi ikiabudiwa. Lakini nawakumbusha ya kwamba mimi ndiye Mungu niliyewaita. Mimi ndiye Mungu nilio naye sasa, mlioniita ama niliowaita kwa jina lenu ama kwa jina lako, na nyinyi mnaponiita ninaitika. Mnaponitafuta ninaonekana. Mnapobisha ninafungua. Ufurahishwa na wimbo ambao umeimbwa ya kwamba hakunyamaza alipoitwa. Anasikia. Sasa hata sasa anasikia. Nafurahishwa na pia kutoka mlango wa 3 kuelekea 7 hadi 10 nataja habari ya kwamba Mungu aliona mateso ya wana Israeli. Alisikia kilio chao, na natiwa moyo ya kwamba hata maumivu yao aliyajua. Yaani ina maana ya kwamba yeye Mungu hata maumivu unayopitia, kuumwa kwako, Mungu anafanya nini? Anajua. Ana feel the pain. He feels the pain with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa twawezaje kupiga hatua katika mazingira magumu? Mungu katika kitabu cha Isaya 43 ameweza kunukuu, mwandishi amenukuu mazingira ambayo tunaweza tukapitia. Mazingira ya kwanza amenukuu ni maji. Amenukuu pia maji mengi. Amenukuu mito
mito ya kugharikisha, amenukuu moto wa kuteketeza, amenukuu pia mwali wa moto na mazingira magumu kadha wa kadha. Kumaanisha ya kwamba tunapopiga hatua kufikia hatua zetu, tunaweza tukakumbana na changamoto hizi njiani. Sasa anapotuambia tuvunje kambi, tupige hatua, ina maana huko mbele anatutayarisha jinsi tutakavyotembea. Tusitembee tukiwa tumesahau Mungu ni nani. Tusitembee tukiwa hatujui ya kwamba anatujua. Wakati mwingine unaweza kutana na mtu na umwambie, bwana mimi unajua nakufahamu sana, mimi nilikuwa na wewe kule Mombasa, na yeye akatai kabisa, ama sivyo? Sema si mimi, umenifanisha. Si mimi. Labda alikuwa mweusi kama wewe tu hivyo, alikuwa tu na meno yake tu hivyo, alikuwa tu hivyo, yani hata kichwa ni hiyo, lakini mwenyewe akatae kabisa kukujua ama kufahamu. Lakini Mungu anasema anatujua kwa jina. Sasa twawezaje kupiga hatua katika mazingira magumu? Hata sasa tunapitia mazingira magumu sana. Tunapitia mazingira ambayo mioyo inachoka. Na hata mwanadamu, niseme ni mwanadamu, amechoka kiasi cha kwamba hata kuomba Mungu haombi. Watu wamechoka hata kuomba. Watu wamechoka hata kusoma neno. Watu wamechoka kukutana. Watu wamechoka kumtumikia Mungu. Twawezaje kupata ujasiri wa kupiga hatua kufikia hatima yetu? La kwanza ni kwamba tuko na uhakika ya kwamba Mungu, sisi ni milki ya Mungu na Mungu ametumiliki sisi. Tuwe na uhakika, na tuna uhakika ya kwamba Mungu ametumiliki na sisi ni milki ya Mungu mwenyewe. Sisi tu watu wake. Hatuishi kwa gharama yetu wenyewe. Hatuishi kwa uzuri wetu wenyewe. Hatuishi kwa gharama zetu. Lakini tuishi kwa sababu anaishi. Tuhai kwa sababu yu hai. Usiogope, maana mimi nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako. Sasa huyu ni Mungu anayekujua kwa jina lako. Sasa sisi ni watoto wa Mungu. Sisi ni wana wa Mungu. Tumemilikiwa na yeye. Na milki yake anayetumiliki nayo ni ya ajabu sana, kwa sababu ni ya kipekee. Ndiposa anasema ninakujua kwa jina lako. Watu wengine wanaweza sema ninakujua, ndio, ninajua unatoka Mwakimori, najua unatoka mlima wa Manoa, lakini hajui jina hasa. Lakini Mungu anajua mahali unatoka, mahali unalala. Kuna Zaburi ya 136 inataja mambo ya jinsi Mungu anavyotujua sana. Bwana umenichunguza na kuniona. Wajua kuketi kwangu, wajua kulala kwangu na kuondoka kwangu, Bwana unajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu ni Mungu ambaye anakujua hata unapolala na kungorota, anajua. Unapoamka anajua. Unapokula anajua. Unapotembea anajua. Hebu hata sasa hivi umeketi, Mungu anakujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na la pili ni kwamba kutumiliki sisi tu watu wake ni kwa sababu ameithibitisha, ametia muhuri kusema ya kwamba wewe wangu. Naomba upokee kama mkono wako wa kulia kwa kifua hivi, upokea kwamba Mungu amekutambua wewe ni wake. Sema kwa maneno, hata nikitaita sema kwa ile maneno rahisi kwako, ya kwamba asante Mungu kwa sababu umeniambia mimi ni wako. Thank you for owning me. Anasema ya kwamba wewe wangu. Basi usiogope. Usiogope. Mungu amekumiliki. Wewe ni mtoto wake. Tena anakupenda sana. Ni ahadi ya thamani sana Mungu anatupa, ya kwamba hatavuka upande ule mwingine kutuambia leta mkono, lakini atakuwa pamoja nasi ndani ama katikati ya hiyo maji. That is how God rescues us. Na Zaburi 23 kasema hata katika bonde la uvuli wa mauti, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Ina maana
huyu Bwana Yesu mchungaji mwema ako pamoja na sisi. Sasa pia ahadi nyingine ni kwamba uendapo katika moto hautateketea. Kuna ahadi ya kwamba uwepo wake utakuwa pamoja nasi. Katika maji yuko nasi. Kwa moto hatutateketea. Mwali wa moto hautatuunguza. Yeye atakuwa pamoja nasi. Pasipo uwepo wa Mungu, moto utatuunguza, tutateketea. Lakini ametuahidi atakuwa pamoja nasi. Na ahadi zake hizi, ambapo kila siku atakuwa ananena jambo jipya kwako. Kwa sababu anasema, maana mimi, mstari wa 3, ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Yaani unapopita katika changamoto, jaribu kusikiliza sauti ya Bwana inakwambia, mimi ni Bwana Mungu wako, mwokozi wako. Usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia. Na nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Na ndiposa anawapa changamoto ya kwamba yeye ni Mungu wa pekee na hakuna mwingine. Yeye Mungu ana uwezo wa kuona kila mahali. Sasa hatuwezi jificha lolote kwake. Ndiposa anasema katika Zaburi ya 115 mstari wa 8 ya kwamba tujichunge na kuabudu sanamu na miungu, kwa sababu kuna wale waliotengeneza miungu hiyo ambayo ina macho lakini haioni, ina masikio lakini haisikii, ina vinywa lakini haivineni, na wanaozitengeneza wanafanana nazo. Sasa wewe unafanana na mnyama pengine umetengeneza wa kuabudu. Unajua kuna wakati kulikuwa na mafuriko somewhere else hapa nchi yetu ya Kenya, na tukaona watu wakibeba miungu yao isishike maji. Hauoni hata mbele na mitego iliyo mbele yako, kwa sababu una macho lakini umefanana na nini? Bwana tusaidie sana ya kwamba tuweze kumchagua Mungu anayeona kila mahali, na tujue lolote tunalotenda Bwana anatuona. Hebu jaribu kwa sekunde 2 jiombee, mwambie Bwana nipatie mtu wa kunisaidia. Command taifa kwa ajili yangu. Command watu waje kwa kunisaidia. Upokee jambo jipya ambalo litakuwa ni ushuhuda kwako, ya kwamba hata mahali ulikuwa utarajii pataonekana mto, paonekane mto. Mahali ulikuwa unatarajia ni nyika, unasema hapa ni nyikani, patokee maji. Kwa sababu Bwana amekuahidi, uwezo wake amekukumbusha, na tumeujua leo. Na tumejua kwamba ahadi nyingi ametuahidi. Ametutia moyo na Roho Mtakatifu kutupa. Ametupa changamoto ya uhakiki ya kwamba yeye tumsimamie, yeye Mungu wa pekee. Na jinsi unavyojiona, jinsi Mungu anavyokuona, ujione jinsi Mungu anavyokuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakuona wewe ni mshindi, usijione umeshindwa. Mungu anakuona unaweza, usiseme hauwezi. Unaweza, kwa sababu Mungu anakujua. Pia wakati Mungu anaposema kukuhusu wewe, pokea vile Mungu anasema kukuhusu wewe, si vile wanadamu wanasema kukuhusu wewe. Pengine unaimba na watu wanasema sauti, hii sauti sasa si apishe mwingine. Hata wewe jaribu usikie Bwana anasemaje. Ni wanadamu amesema, lakini muuliza Bwana anasemaje. Je, hii sauti bado nitaendelea kuimba nayo? Bwana akisema wacha, basi wacha. Lakini wanadamu, hata kama inakoroma, siku moja itanyooka tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata pengine umeomba maombi mawili, maneno matatu pale kwa jumuiya, na watu wanasema huyu usimpatie, hajui kuomba, anaomba kidogo sana. Sikiza Bwana anasemaje. Kama Bwana anasema hapo ndio umeanzia, utaendelea, sikiza Bwana, siku nyingine utaomba sana. Kama wanadhani ukiomba sana ndio sawa, kwa sababu hata sentence moja is right as well. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu umecommunicate na Mungu. Sasa Mungu wetu ametutia nguvu, ametujenga siku hii ya leo, na kwamba tunaweza kushinda ikiwa tutaweza kukabiliana na changamoto. Hauwezi ukashinda kama hujakubaliana na changamoto. Uwepo wako Bwana, imba ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako
wako, uwepo wako, uwepo wako, hata kazini uwepo wako Bwana, hata nyumbani uwepo wako Bwana, hata sasa uwepo wako Bwana, uwepo wako. Uwepo wa Mungu ni ombi letu, uwe nasi